kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaweza kujiuliza, je, nawezaje kusema kwamba mimi nina dhambi? Nawezaje kusema kwamba mimi ndani mwangu kuna dhambi, au mimi kwamba nina dhambi ambayo iko ndani yangu? Biblia inasema ya kwamba mwanadamu alipoumbwa na Mungu alikuwa mkamilifu katika kuumbwa kwake, lakini uovu ulipoonekana ndani yake, wakati ule shetani alipomshawishi mwanadamu wa kwanza aitwaye Adamu, na baada ya kumshawishi namna hiyo akawa ameanguka katika dhambi. Na kwa sababu kila mtu anayezaliwa anazaliwa kwenye asili ile ya dhambi, anazaliwa kwenye uovu ule ule, anazaliwa katika mabaya yale yale. Na ndio maana tunaona hata mtunga Zaburi anazungumza, anasema kwamba kwa sababu naliumbwa katika uovu, kwa sababu nalizaliwa katika dhambi. Kwa maana hiyo kuna vitu ambavyo unatamani kuvishinda, kuna mambo ambayo unahitaji kuona kwamba ukiwa sawa na Mungu, lakini kuna hangaiko la dhambi ambayo iko ndani mwako. Kuna dhambi ambayo inapigana na maisha yako, kuna dhambi ambayo inashindana na wewe, na ndio maana kupitia dhambi hiyo ndio inakufanya uwe mbali na Mungu. Bwana asifiwe. Na tunaposoma kwenye kitabu kile cha Walumi ile sura ya 7, hebu tuangalie pale Walumi ile sura ya 7, tutaona Paulo mtume anasema kwamba alikuwa akitamani kufanya kitu chema, hapati kwenda kufanya kitu chema. Lakini kwa sababu gani? Kuna hangaiko ndani yake, kuna nguvu ambayo inamzuia kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Hebu tusome Walumi ile sura ya 7. Kama kuna mtu ana Biblia yuko mahala popote pale, fungua pamoja nami kitabu kile cha Walumi ile sura ya 7. Tusome kuanzia mstari ule wa 7. Tusome kuanzia mstari wa 7, na pale nitakapoisha nitaweka nukta yangu pale. Walumi ile sura ya 7, tasoma mstari wa 7 peke yake, na hatimaye nitasoma mstari ule wa 14. Maandiko yanasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Bwana asifiwe. Leo hii tunaishi, tunaongozwa na miongozo mbalimbali. Biblia inanukuza mambo mawili. Kuna agano la kale, lakini kuna agano jipya. Agano la kale ni agano ambalo lilikuwa linawawezesha watu kuishi kwa sheria. Watu walikuwa wanaishi kwa torati, watu walikuwa wanaishi kulingana na sheria inasemaje. Lakini leo hii kupitia ile sheria, bado ile sheria haikuwasaidia. Tunaona manabii wengi waliotutangulia. Tunaona kina Ibrahim, tunaona kina Isaka, tunaona kina Elia, tunaona kina Elisha. Wote hao walitangulia kuhubiri, wote walitangulia kuzungumza na watu, lakini bado walikuwa hawana uwezo wa kushinda dhambi. Bado walikuwa hawana nguvu ya kuwasaidia kuishi maisha ya haki. Na ndio maana siku ya leo tunazungumza juu ya hangaiko la maisha ya mwanadamu kupitia dhambi kae ndani ya mtu. Leo hii kuna mtu ambaye anatamani sana ili kwamba aishi maisha yanayompendeza. Leo hii tuna watu ambao wanatamani kuacha ulevi, lakini haiwezekani. Leo tuna watu ambao wanatamani kuacha kuvuta sigara, lakini haiwezekani. Leo tuna watu ambao wanatamani kuacha ulawiti. Leo tuna watu ambao wanatamani kuacha usagaji. Leo tuna watu ambao wanatamani kuacha kuoa na wake wenzao. Ni kitu cha ajabu sana kimetokea katika dunia. Na ndio maana maandiko yanasema yote yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa ili kutufundisha sisi, na sisi tunaofikiwa na miisho hii ya dhamani. Leo kumekuwa na maajabu zaidi. Mwanamke anamtamani mwanamke mwenzie na anafunga naye ndoa namna hiyo. Anaishi naye, yeye anakuwa ndio mwanaume. Yeye ndiye anakuwa anamuongoza. Lakini haishi kwa wanawake peke yao, hata kwa wanaume kadhalika. Mwanaume anaoa mwanaume mwenzie, anasema wewe ndio mke wangu, wewe ndio kila kitu. Anashinda kufikiri kwamba kile anachokifanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Au msomaji wetu wa Biblia, hebu tusomee hapo kwenye kitabu kile cha Walumi. Walumi ile sura ya 7. Walumi sura ya 7, tusome kuanzia mstari ule wa 14 tena. Maandiko yanasema, kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 16,
Lakini kama nikilitenda lile ninalolipenda na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Haleluya. Kuna dhambi inayokaa ndani ya moyo wa mtu. Kuna dhambi inayoishi kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana unatamani sana uwe ni mtu mzuri. Unatamani sana ili uishi maisha yanayopendeza wanadamu wengine. Lakini haiwezekani kwa nguvu zako mwenyewe. Haiwezekani kwa jinsi ya kibinadamu. Haiwezekani kwa jinsi ya kawaida. Na ndio maana tunaona yule mwanasheria alimpata Yesu. Kwa kitabu cha Mathayo ile sura ya 19, alimpata Yesu. Akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini sasa ili nipate kuishi, ili nipate kulisi ufalme wa mbinguni? Akamwambia, zijua amri. Akasema, ni zipi hizo? Akamwambia, usitamani, usizini, usiue, usiibe. Akamwainishia kanuni zote hizo. Akamwainishia amri zote hizo. Akasema, hizo zote nimezishika tangu utoto wangu. Nimezishika toka nikiwa mdogo. Nimeshikishwa hayo. Lakini Yesu akamwambia, nenda ukauze vitu vyote ulivyo navyo na kisha unifuate. Bwana asifiwe. Yule mtu alikuwa na mali nyingi. Yule mtu alikuwa na hazina katika dunia. Biblia inasema alikwenda zake kwa huzuni. Ndipo Yesu anasema, ni jinsi gani itakavyokuwa ngumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko tajiri, kuliko maskini, kuliko ngamia kupenya katika tundu la sindano. Ni kweli kabisa. Yako mengi ambayo unaangalia leo hii. Yako mambo mengi ambayo yamekupa nafasi ya kushawishi moyo wako na umejiwekea hazina hapo. Lakini Mungu ni mwaminifu. Anataka siku hii ya leo uache dhambi. Wako watu ambao leo hii wanahudhuria kwa waganga wa kienyeji. Si kitu, si yeye mwenyewe. Kuna nguvu iko ndani. Kuna mamlaka inamtumikisha. Kuna hangaiko ndani yake linalompa kuamini kwamba ukienda huko utakuwa salama. Mtu mwingine anatamani kulima shamba. Anasema, ngoja nikawekea uzio shamba langu. Mtu anaweza akaja akachukua mazao kwenye shamba langu namna hiyo. Na hivyo anaenda kwa mganga wa kienyeji. Na yule mganga anamwambia, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Lakini sivyo Mungu alivyokusudia. Bwana asifiwe. Lakini kuna mtu mwingine anatamani aweze kuwa na manufaa katika biashara. Hali kadhalika pia anaenda kwa mganga wa kienyeji namna hiyo. Sio yeye, kuna hangaiko ndani yake, kuna nguvu inamvuta ndani yake inayempeleka kule. Lakini kuna mawakala pia waliowekwa na shetani kwa ajili ya kuwapeleka watu huko. Na wanapowapeleka watu namna hiyo, wanatunukiwa tuzo, wanapandishwa ngazi. Bwana kusaidia siku ya leo. Juu ya hiyo hangaiko la dhambi ndani yako, Bwana anahitaji alivunje hilo hangaiko, kwa sababu Bwana amekuandalia mahali pekee ambako wewe utakwenda kuketi pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana ni jambo la muhimu kuelewa. Dhambi pekee ndio iliyomtenga mwanadamu na Mungu. Dhambi pekee ndio iliyomfukuza mwanadamu kwenye bustani ya Edeni. Mwanadamu alikuwa anaishi maisha ya haki. Mwanadamu alikuwa anaishi maisha mazuri. Hapakuwa na kula kwa jasho kama nyakati tulizo nazo leo. Watu nakula kwa jasho, tunaishi maisha ya shida, tunaishi maisha ya maumivu. Ni kwa sababu ya dhambi ilipoingilia. Bwana asifiwe. Kitabu cha Warumi ile sura ya 5 na ule mstari wa 12. Wapili wataenda kutusomea hapo. Ile sura ya 5 na ule mstari wa 12. Maandiko yanatueleza kwamba kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana asifiwe. Ni jambo la muhimu sana kuweza kulielewa. Ndugu yangu naishi katika dunia hii, dhambi ndio kikwazo kikubwa cha kumuona Mungu. Leo unaweza kusema na kanisa lako, leo unaweza kusema na dhehebu langu zuri, leo unaweza kusema nina mahali, nina parish, mahali ninasali, mahali ambako pananipa nafasi ya kuweza kukutana na Mungu wangu. Lakini mahali ambako dhambi haikemewi, lakini mahali ambako dhambi haizungumzwi, watu wanazungumza miujiza tu, watu wanazungumza yaliyo mapenzi yao, watu wanazungumza vitu ambavyo vinawapa moyo wao burudiko. Nataka nikuambie siku ya leo, kama hautaacha dhambi, kama hautajitenga na dhambi, mbinguni hautaingia.
Bwana asifiwe. Mbinguni hautaingia. Na ndio maana mhubiri anaishi kusema kwamba Bwana atafunua siri za wanadamu. Yako mambo mengi unayofanya kwa siri. Ziko dhambi ambazo unazifanya kwa siri, nafikiri watu waoni. Yako mambo unayofanya gizani, nafikiri watu waoni. Wanadamu unaweza kuwaficha, lakini Mungu hawezi kumficha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kuzungumza na wewe jioni ya leo juu ya hangaiko la dhambi. Juu ya hangaiko la dhambi kayo ndani ya mtu. Ni nini ambacho kinakusudia? Ni kipi ambacho Mungu anakusudia ndani yako? Anahitaji utoke katika dhambi hiyo. Bwana anahitaji utoke katika hangaiko hilo. Umehangaika kwa muda mrefu kutafuta uzima. Umehangaika kwa muda mrefu kuweza kuwa huru. Umehangaika kwa muda mrefu ili kuweza kuisalimisha roho yako. Umehangaika kwa muda mrefu ili kuishi maisha ya haki. Nataka nikwambie jioni ya leo, kama utamkubali Yesu, kama utampokea Yesu, yeye aliyekuja kafa msalabani kwa ajili yako, yeye aliyekuja kafa msalabani kwa ajili ya dhambi, nataka nikwambie kwamba yeye ambaye ametununua kwa damu ya thamani pale msalabani, yeye ambaye aliyejitoa akaacha mbingu, akaacha vyote, akaacha kila kitu, nataka nikwambie atavunja ile nguvu ya dhambi ndani yako na utakuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu. Bwana kusaidie jioni ya leo. Ziko tu ambazo tutazungumza jioni hii. Tumezungumza na juu ya kitu cha muhimu sana. Hangaiko la dhambi la mwanadamu. Wanadamu wanahangaika huku na kule. Na ndio maana tunaona hata utajiri wa watu wengi na katulizo nazo. Tunaona watu wanatoa mama zao, tunaona watu wanatoa baba zao, wanatoa wazazi, wanatoa ndugu zao. Lengo ni kwamba wajipatie mali za dunia hii. Lakini nataka nikwambie hilo ni hangaiko na ufahari wa kuwezesha watu kuishi maisha ya kujihadaa, kuweza kuishi maisha ya furaha ya kitambo. Na ndio maana tunaona sasa kupitia maisha ya namna hiyo hayatakupa nafasi ya kuweza kumwona Mungu wakati ule. Bwana kusaidie leo. Unapolisikia neno hili, maandiko yanasema jehanamu panatisha, na mbinguni kadhalika ni mahali pa wateule. Ni mahali ambako dhambi haiko hata moja. Ni mahali ambako dhambi haina nafasi. Na ndio maana sasa Bwana ni mwaminifu. Aliyetutuma jioni ya leo, ametutuma ili tuweze kukueleza habari hizi. Ametutuma ili tukueleze habari njema. Bwana anahitaji jitenge na dhambi, maana ndio uzio pekee utakufanya wewe ushinde kumwona Mungu. Na ndio maana maandiko yanaweka bayana, yanasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Ni kwa sababu gani? Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtu ambaye anapenda maisha ya haki. Mungu ni mtu ambaye hatamani kuishi maisha ambayo unaishi leo. Je, unapotafakari maisha yako? Je, unapotafakari mwenendo wako? Je, unapotafakari maisha ulio nayo leo? Je, pale utakapolia, je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watakaonyakuliwa kwenda mbinguni? Utakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakwenda kukaa pamoja na Baba katika kile kiti cha enzi? Lakini nataka nikwambie kwamba Biblia inasema ile saa na ile siku hakuna aijuae, wala mwana wala malaika walioko juu mbinguni, ila Baba peke yake. Na ndio maana nimekupa nafasi siku ya leo ili uweze kutafakari vizuri kwamba dhambi pekee ndio iliyomtenga mwanadamu na bustani ya Edeni. Lakini tunaona kwamba yule ambaye tunamlaani siku ya leo, Shetani, alitupwa kule mbinguni. Alikatwa kabisa na kumbukumbu la aliko kule. Lakini chanzo kikubwa, alijiinua. Kiburi kiliinuka. Uovu uliinuka ndani yake. Dhambi ilionekana ndani yake. Na hatimaye akaanza kujiona ni mzuri kuliko wengine. Akaanza kujiona ni mtu ambaye ni wa thamani kuliko watu wengine. Baada ya kupewa kipawa kile cha sifa na kuongoza kundi la malaika kule mbinguni, na akajiona yeye ni mzuri. Akajiona yeye na fahari kwa sababu amepewa utukufu na kujua mambo mbalimbali. Nataka nikwambie siku ya leo, Shetani anatamani kuzimu iambatane na wewe ambaye unanisikia saa hii. Lakini na mbinguni pia Mungu anakutamani wewe ili uingie pamoja naye. Na kwa sababu sasa kuna ushindani ndani yako, kuna mapigano ndani yako, Mungu anakutafuta wewe unapolisikia neno hili. Lakini na Shetani pia anakudanganya. Anakudanganya kwamba neno unalolisikia sio kweli. Ni nani aliyeenda akarudi? Ndio maneno ya faraja hayo. Ndio maneno ambayo wengi tunadanganyana. Ni nani anayepachua kule? Ni nani anayetambua kwamba mbinguni kuko vipi? Maandiko yanatueleza vizuri. Yule aliyekwenda na anatufunulia haya katika maandiko. Tunamwona Lazaro na yule tajiri. Ni mfano pekee wa mbinguni na jehanamu. Maandiko yanatufundisha yule tajiri alipokuwa kule kuzimu,
aliinua macho yake, akamtazama, akamwona Lazaro, akatamani kumwona Lazaro akiwa ni msaada. Lakini wakati katika dunia Lazaro alikuwa ni mtumwa kwake, alikuwa anakula makombo, alikuwa anakula yale yanayoangua kwenye miguu ya yule tajiri. Lakini kule maandiko yanasema ya kwamba yule tajiri alitamani apate msaada kwa Lazaro. Maandiko yanatueleza kwamba Ibrahimu akamwambia yule tajiri, ndugu yangu, uliyapokea mambo mema kwenye maisha yako, na Lazaro anafarijiwa. Maana Lazaro alikuwa amejitunza neno la Mungu. Lazaro alikuwa amejitenga na dhambi. Lazaro aliishi maisha yake yanayompendeza Mungu. Hakuangalia maisha aliyo nayo, hakuangalia hali ya nje aliyokuwa nayo, hakuangalia vidonda alivyokuwa navyo, hakuangalia mabaya aliyokuwa nayo, lakini aliishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana kusaidia leo juu ya hangaiko la dhambi ambalo linawasumbua na damu leo hii. Wanadamu wanatamani kujinufaisha, wanadamu wanatamani kujifurahisha, wanadamu wanatamani kupata riziki la moyo. Lakini nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba kama haujafanya maamuzi siku ya leo ya kuamua kumpa Yesu maisha yako leo, akavunja ile nguvu ya dhambi ndani yako, na ukapokea badiliko la maisha ambalo linaitwa kuzaliwa mara ya pili, hautakuwa na nafasi ya kumwona Mungu, hautakuwa na nafasi katika ufalme wa mbinguni, hautakuwa na nafasi ya kuweza kuketi pamoja na Baba katika uzima wa milele. Nataka nikwambie jioni ya leo, fursa hii unayo sasa unaposikia neno hili. Maandiko yanasema saa ya wokovu ni sasa, sio jana, sio juzi, sio mwaka jana, sio miaka kadhaa iliyopita. Saa ya wokovu ni sasa. Unapolisikia neno la Mungu saa hii, ni wakati wa wewe kuweka maandalizi yako kukutana na Bwana. Ni wakati wa wewe kuweka maandalizi yako kutengeneza njia zako. Ni wakati wa wewe kujiandaa kuingia katika uzima wa milele. Sijui uko wapi ndugu yangu na nisikilize sasa. Aiza upo kwenye kituo cha daladala, aiza upo katika maduka mbalimbali nafanya kazi, aiza uko ndani ya usafiri saa hii, aiza unatembea kwa miguu, aiza umepanda juu umechukua chombo cha usafiri, unalisikia neno la Mungu linahubiriwa saa hii. Bwana anahitaji moyo wako sasa. Bwana anahitaji utii wako sasa. Bwana anahitaji mlango wa moyo wako sasa, maana anabisha mlangoni mwako. Anahitaji kusikia, mwanangu, ni nini niweze kukusaidia, ni nini niweze kukupumzisha. Hilo hangaiko la dhambi ni mzigo mkubwa sana. Hilo hangaiko la dhambi ndio linaleta magonjwa. Hilo hangaiko la dhambi ndio linaleta mashaka. Hilo hangaiko la dhambi linaleta wasiwasi ndani ya mtu. Kuna wakati mwingine mtu anaishi kwa wasiwasi, anaogopa wachawi, anaogopa hiki, anaogopa kile. Ni kwa sababu ya hangaiko la dhambi. Mtu yeyote aliyekombolewa, mtu yeyote ambaye ameokolewa, mtu ambaye ametubu dhambi zake kumaanisha kuziacha, hakuna kitu anaweza kuogopa, hakuna kitu anaweza kushangaa, hakuna kitu ambacho anaweza kusema kwamba mimi siwezi hiki, mimi naweza kile. Ni kwa sababu Kristo yuko ndani yake, ninayeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa ni watoto wa Mungu. Jioni ya leo uko uwezo mahali hapa. Jioni ya leo uko uwezo wa kukubadilisha. Jioni ya leo uko uwezo wa kushinda dhambi. Jioni ya leo uko uwezo wa kufanya kuwa ni mtoto wa Mungu. Sijui uko wapi sasa. Sijui unanisikiliza uko katika maeneo gani sasa. Wakati ule ambao Adamu alipotenda dhambi, aibu ilimfunika, na hatimaye akaanza kukimbia, hangaiko ndani yake ikatokea. Akaanza kukimbia ili kujificha na kuficha uso wake ili ashinde kumwona Mungu. Na kawaida ya Mungu ilikuwa siku zote alikuwa akiwatembelea kwenye bustani ya Edeni. Alikuwa anawatembelea ili aendelee kusema nao. Kama jinsi ambavyo jioni hii leo walisikia neno, ni Mungu anazungumza na wewe. Aidha unaona aibu, aidha unaona haya, majirani zangu watanionaje, ndugu zangu watanionaje, kaka zangu watanionaje, wajomba zangu watanionaje. Ni shauri yako wewe unalisikia neno hili na hatimaye ukalipuuza. Kwa hiyo mtu anasema sionei haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la ajabu kama utaona haya, kama utakuwa na wasiwasi, kama utajaa oga kwamba watu wataniona ni mtu wa ajabu. Lakini nataka nikuambie siku ya leo, bora uonekane ni mjinga, bora kama mtu wa ajabu, lakini mbinguni kama ni mtu wa thamani. Lakini mbinguni ukaingia kwa kishindo kikubwa. Watu watakatifu walioingia mbinguni wanaonekana ni watu waliopungukiwa na akili, wanaonekana ni watu wasiokuwa na maana.
na hata wengine walikatwa vichwa kwa ajili ya Injili, lakini hata wengine walifedheheshwa, walitukana, walibezwa, lakini hawakujali. Mimi na wewe siku ya leo tunalisikia neno hili. Bwana anakuita, Bwana anakuita, Bwana anabisha ndani ya moyo wako, Bwana anabisha ndani ya moyo wako jioni ya leo. Anakuita popote pale ulipo. Anakuita utoke katika dhambi ambayo inakusumbua. Anakuita utoke katika hangaiko ambayo inakusumbua. Aidha unateswa na ulevi sahi, aidha unateswa na ukahaba. Wako watu ambao hawezi kuishi bila kuuza mili yao ili wapate chakula. Nataka nikwambie, Mungu aliyekuumba ana uwezo kukupatia chakula. Mungu aliyekuumba anaijua kesho yako, na ndio maana anahitaji utoke kwenye utumwa huo. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie kwamba ondoka katika hali ya kutokuamini leo. Bwana anahitaji uamini tu. Bwana anahitaji uamini tu. Ndio zawadi pekee ambayo itakuwezesha kuwa na ushirika na Mungu jioni ya leo. Popote pale unaponisikiliza sasa, unasema mtumishi wa Mungu ninakuelewa. Mtumishi wa Mungu niko tayari. Mtumishi wa Mungu nimesikia neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu ninasema kwamba siku ya leo niko tayari kuacha dhambi. Wako watu ambao ni wachawi. Wako watu ambao ni wanajimu. Wako watu ambao ni wapunga pepo. Wako watu ambao wanafuga majini. Ni hangaiko la dhambi ambayo iko ndani ya mtu. Wako watu ambao wanawatumikisha watu katika maeneo mbalimbali. Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu anahitaji uondoke katika mizigo hiyo. Mungu anahitaji uondoke katika hangaiko hilo. Mungu anahitaji uondoke katika kila aina ya hangaiko ambayo limezima nguvu ya Mungu ndani yako. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni mtu upendwa sana na Mungu. Wewe ni mtu wa kipekee sana. Na ndio maana Mungu anasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kwa maana mwili tulio nao ni mwili unaochakaa. Ni mwili ambao umejaa maumivu. Ni mwili uliojawa na fadhaa mbalimbali. Ni mwili uliojawa na kila aina ya ashiki. Ni mwili uliojawa na hisia mbalimbali. Lakini Mungu atanasema roho iliyobeba wewe mwili ndio yenye thamani zaidi. Na ndio maana Bwana anakupa agizo jioni ya leo. Anasema nirudieni mimi. Nirudieni mimi. Na ndio maana Mungu anakuita siku ya leo. Popote pale ulipo unahitaji kumrudia Bwana. Maasi mengi umefanya zaidi. Kuna vitu vingi umevifanya zaidi. Hii ni kwa sababu ya hangaiko la dhambi iliyokuwa iko ndani yako. Tunaona hangaiko la dhambi iliyoko ndani ya Kaini. Tunajua hangaiko la dhambi iliyokuwa ndani ya Kaini. Alimwinukia ndugu yake akamuua. Hakuwa yeye wakati wa kuna dhambi ilikuwa iko ndani yake. Na ndio maana siku hii leo tena Bwana anakusudia tutengeneze. Bwana anakusudia tutengeneze njia zetu. Bwana anakusudia tutengeneze mapito yetu. Wakati wa kuja Bwana umekaribia. Wakati wa kurudi kwa Kristo mara ya pili umewadia. Bwana anahitaji utengeneze njia zako. Katika siku hii ya leo sasa, nikupe nafasi ya kuweza kutafakari. Nikupe nafasi ya kuweza kujikagua. Nikupe nafasi ya kuweza kutazama maisha yako kwa upya. Nikupe nafasi ya kuweza kujichunguza. Nikupe nafasi ya kuweza kutafakari vizuri. Wengi tunajua, wengi tunafahamu, ajali yoyote ile ikitokea, hakuna mtu atakayemwangalia kushoto wala wa kulia. Hakuna mtu anayemwangalia mtu yeyote yule, lakini anaangalia yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna ajali ilitokea mahali, na baada ya ajali iliyokuwa imetokea, nyumba iliungua, lakini kuna mtu alikuwa yuko ndani ya nyumba ile. Hakujali vitu vilivyokuwepo viko ndani ya nyumba hiyo. Hakujali juu ya vitu vya thamani ambavyo viko ndani ya nyumba hiyo, lakini alijali kujiokoa wewe mwenyewe. Na ndio maana sasa siku hii ya leo Kristo Yesu yuko hapa. Anahitaji akuokoe. Anahitaji aokoe roho yako. Anahitaji aokoe maisha yako. Anahitaji aponye maisha yako. Anahitaji arekebishe njia zako ili uwe na nafasi katika uzima wa milele. Popote pale ulipo sasa, wewe ambaye unahitaji kuokolewa, wewe ambaye unahitaji kumpokea Yesu leo ili avunje ile nguvu ya dhambi ndani yako, utapatisha maneno haya badala yangu. Unasema niko tayari mtumishi. Niko tayari kulisikia neno la Mungu kama jinsi nilivyosikia. Niko tayari kuenenda na kuifuata ile njia ambayo Bwana ameiagiza. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako katika siku hii ya leo. Ninaomba rehema kwa dhambi nilizozitenda kwa siri, kwa jina la Yesu. Ninaomba siku hii ya leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Amen.
nitaomba na wewe katika jioni hii, na Bwana atakubariki bila shaka, na utakuwa umetoka na baraka ya kipekee mbele za Mungu siku ya leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya siku njema ambayo Bwana ameiandaa. Baba, ninaomba kwa damu ya mwana kondoo. Umesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa ni watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Watazama watoto wako Bwana, wa kiume na wa kike, wamekukimbilia wewe jioni ya leo, na Bwana kwa haki yako waponye kwa jina la Yesu Kristo. Kuna hangaiko la dhambi ambalo Bwana anatenda kazi ndani mwao, nami ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, kila hangaiko hilo ambalo linawasumbua Baba, ninaagiza kwa jina la Yesu Kristo, ninavunja hiyo nguvu ya dhambi ambayo iko ndani mwao katika jioni hii leo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa sasa, kufunguliwa kwa roho yako, kufunguliwa kwa nafsi yako, kufunguliwa kwa mwili wako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa sasa, pokea kufunguliwa sasa, pokea kufunguliwa sasa, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Amen. Ni wakati mzuri tena, umelisikia neno la Mungu mahala popote ambako upo sasa. Umeokolewa, wewe ni mtoto wa Mungu saa hii, wewe ni mtoto wa Mungu katika wakati huu. Inaweza kuwa ni ngumu kutupata ni wapi tulipo, lakini nikuagize mahala popote pale ulipo, unaweza kaingia katika nyumba ya ibada, kwenye kanisa lolote ambalo linahubiri habari njema, kwenye kanisa lolote ambalo linahubiri mambo ya kiroho, uzidi kujengwa zaidi. Ni kama mtoto aliyezaliwa leo. Maandiko yanasema kama watoto waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, yani maziwa yasiyochanganywa, maziwa ambayo hajatiwa maji, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu.